Kazi na utu. Songa mbele. Kazi na utu. Tunasonga mbele. Mtuwie radhi, tumewakaliza muda wa kutosha. Lakini kata ya Wazo Mama Samia amefanya mambo makubwa, tuna miradi mingi. Kwa hiyo tangu asubuhi saa 3 tuko kwenye ziara. Ndio tumefika hapa Wazo na bado tunaelekea maeneo mengine sasa ukanda wa Salasala. Waandishi wa habari, hapa ni shule yetu mpya ya msingi ya kisasa kabisa ambayo inajengwa hapa mtaa wa Wazo. Ni shule ambayo itakuwa shule ya ghorofa. Ndio shule ya kwanza ya ghorofa kwenye kata nzima ya Wazo. Kuanzia hapa zitajengwa na nyingine nyingi. Wananchi wa mtaa wa Wazo walikuwa na kilio cha shule. Walimuomba Mheshimiwa Rais wapate shule ya msingi. Watoto wetu wamekuwa wanatembea kwenda mbali. Mmeona waandishi wa habari kwa tulikotoka ndio watoto hapa wengi wanakwenda kule. Wengine wanavuka barabara wanakwenda Kunduchi. Lakini sasa tunaamini mwaka huu 2025 shule hii itakamilika ya ghorofa na watoto wataanza kusoma hapa, watapata elimu bora. Kwa hiyo viongozi wangu pia wa dini, mashehe wangu na wachungaji, mnaweza mkaona wanasema huduma za afya na elimu ni ibada kamili. Kwa hiyo hii ni ibada hapa kwa Mheshimiwa Rais ametupatia wananchi wa Wazo na sisi tunamshukuru sana. Kwa majina naitwa Mario Peter Gandhi ambaye ndiye mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mivumone. Na kwa sasa niko hapa kama msimamizi wa ujenzi huu wa shule mpya hii uwanja wa Panga ambayo tutaita Leonard Manyama kama Mungu akipenda. Nia yetu shule hii itakapofika Januari, basi watoto wetu wa shule ya msingi wa hapa waanze kusoma hapa, tuwapunguzie ule umbali watoto wanakokwenda kule Kunduchi, wale wanakwenda Pius Msekwa, waje wasome hapa. Kwa hiyo Mungu akipenda, matarajio yetu mwezi Januari basi shule ifunguliwe, wanafunzi waanze. Kwa jina naitwa Amos Yakutwa, ni mwenyeji mkazi wa mtaa wa Wazo, kata ya Wazo. Kwa niaba ya wananchi ambao mimi nimepata nafasi kuongea, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Hili jambo alilitamka na mimi nikiwa shahidi wa kwenye mtaa wa Wazo. Alisimama pale akaeleza kilio chetu sisi, na tunakuwa tunapata shida, hatuendi kwenye shughuli zetu, tunavusha watoto, inabidi tena tuache shughuli zetu tufuate watoto kuwarusha majumbani. Lakini kwa huruma yake na kwa kuelewa na yeye kwamba ni mama, anaelewa uzito tunaofanya sisi wazazi wenzie. Kwa hiyo shule hii ni mojawapo kabisa ya kioo kuonyesha kwamba anatujali na anatukumbuka kwa namna tunavyohitaji kupata mahitaji. Lakini pia sitaacha kumkumbuka mbunge wetu ambaye ni Mheshimiwa Gwajima kwa namna walivyoweza kutupigania. Tunaye Mheshimiwa diwani hapa Leonard Manyama, tunamshukuru sana kwa hicho alichofanya. Pili, mwenyekiti wetu wa mtaa, hili eneo lilileta shida sana. Nilifika pahala watu wakasema kwamba eneo hili ni eneo mwenyekiti wa mtaa kauza. Lakini kwa kuwa mimi nilikuwa kwenye Chama cha Mapinduzi nikawa ninajua, ninaambia watu bango liko pale ni la halmashauri. Je, mashauri atakwenda kuinunua serikali kuuza eneo hili kwa watu binafsi? Sasa ikawa ni ngumu watu kuelewa, lakini ilifika pahala watu wakaelewa na kuhakikisha kwamba eneo hili limetolewa kwa ajili ya mahitaji ya wananchi, si kwamba kwa ajili ya mtu binafsi. Sisi sote tuendelee kuwa pamoja, kuunga mkono nguvu, kuweka kila aina ya ulinzi katika maeneo haya, watu wasiondoke na vitu wasipokuwa na matarajio tunayotegemea. Hakuna nchi ambayo ni salama na sahihi kama Tanzania. Tunatembea, hatuombi vitambulisho, tunakuwa wazembe kwenda kuchukua vitambulisho serikali za mitaa kwa sababu moja kubwa. Naomba leo muelewe, baba zetu, kwa mimi ninaelewa, lakini walio